Jitihada mbalimbali zinaendelea kufanyika ikiwemo kutoa elimu ya lishe na uhamasishaji juu ya uzalishaji na ulaji wa vyakula mchanganyiko kupitia makundi mbalimbali ya vyakula ili kupata virutubisho ambavyo vitaongeza lishe bora. Kwa hivyo kwa maana ya Tanzania, shida yetu sio chakula. Shida ni vyakula tunakula kwa mfumo gani? Makundi ya vyakula yanaenda sawia, lakini vile vile kupunguza matumizi ya mafuta pamoja na sukari, lakini na kutumia zaidi vyakula bora kama ambavyo wenzetu wa swala ya lishe wanavyotuelekeza. Na sisi kama wakuu wa mikoa ambaye chini ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan tuna mikataba ya kuhakikisha kwamba tunasimamia afua za lishe mashuleni, lakini katika makundi yote, ili kuhakikisha kwamba swala la lishe linakuwa sio changamoto. Tumeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo ni lazima tuendelee kukabiliana nalo. Hii ni pamoja na uhakika wa usalama wa chakula. Miongoni mwa changamoto kubwa ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi kama ambavyo nimesema, ambapo inaleta athari, lakini mabadiliko haya ya tabia nchi pia kuna fursa inayoambatana. Kuna maeneo ambayo yalikuwa ya baridi sasa hivi yamekuwa ya joto. Kuna mazao yalikuwa hawezi kupandwa sasa hivi yanawezekana kupandwa. Kwa hivyo tunaangalia fursa zile zinazoletwa na mabadiliko ya tabia nchi, lakini kuona jinsi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo ni pamoja na kupanda miti. Na sisi kama mkoa katika swala la miti tumekubaliana miti tutakayopanda kwa wingi zaidi ni miti ya minazi na miti ya matunda, hasa mashuleni na katika maeneo ya jamii, ili tuweze kukabiliana na changamoto ya kimazingira, lakini kwa changamoto ya lishe na chakula. Kuanzia ule mwaka wa 2021 na 2022, serikali ya kwetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilianza na imeendelea kutoa ruzuku kwa pembejeo mbalimbali za kilimo ikiwemo mbolea, mbegu pamoja na viuatilifu. Ruzuku hii imegharimu serikali fedha nyingi sana, lakini matokeo yake imeleta chachu kubwa sana ya kuongeza uzalishaji katika sekta ya kilimo. Na unaweza kuona baada ya kupata ruzuku kwa wakulima wetu hapa nchini, uzalishaji wa mazao umeongezeka kutoka tani milioni 18.6 ule mwaka wa 2021 hadi kufikia sasa hivi tani milioni 22. Hongereni sana Watanzania wenzangu.